serikali imefanikiwa kutaifisha mali mbalimbali zilizopatikana kwa njia ya uhalifu ama zilizotumika katika kutenda uhalifu. Mali hizo ni pamoja na fedha taslimu shilingi bilioni 2,924,351,575 na senti 16 na dola za Marekani 903,875. Aidha, mali nyingine ni pamoja na hati fungani 3 zilizopo Benki Kuu ya Tanzania zenye thamani ya shilingi milioni 490, nyumba na viwanja 46, magari 64, dhahabu na vipande vidogo gramu 103,807 na senti 58 na meno ya tembo 4. Mali hizi zimetaifishwa kuwa mali za serikali kwa sababu zilipatikana kwa njia ya uhalifu au matukio ya uhalifu. Mheshimiwa Rais, kama nilivyobainisha hapo awali, mafanikio haya yote yamepatikana kutokana na kazi nzuri na kubwa inayofanywa na vijana wako mawakili wa serikali, na tena imefanyika ndani ya kipindi kifupi sana. Aidha, mafanikio haya niliyoyataja ni sehemu ndogo tu ya mafanikio mengi yaliyopatikana kutokana na kazi nzuri inayofanywa na mawakili wa serikali nchini kote. Mheshimiwa Rais, pamoja na kazi nzuri inayofanywa na mawakili wa serikali, kama chama cha mawakili wa serikali nasi tumepata mafanikio mbalimbali katika kipindi cha mwaka mmoja cha uongozi wetu. Katika kipindi hiki, chama cha mawakili wa serikali kimefanikiwa kushiriki na kutekeleza shughuli mbalimbali, ikiwemo kushiriki katika programu za utoaji wa huduma za msaada wa kisheria katika mikoa mbalimbali, lakini pia kuendesha makongamano ya kitaaluma yenye lengo la kutoa elimu kwa umma, hususan katika sheria za uchaguzi. Lakini pia tumefanya makongamano mbalimbali ya kitaaluma kwa ajili ya kutoa elimu kwa umma katika mikoa mingine mbalimbali. Tumetoa mafunzo kwa mawakili wa serikali zaidi ya 1,000. Lakini pia kama ulivyosikia muda mfupi uliopita, tumefanikiwa kuandika na kuzindua kitabu kinachoitwa Falsafa ya Sheria ya Mama Samia. Uzinduzi huu ulifanyika siku ya tarehe 10 mwezi wa 7 pale katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na Mheshimiwa Rais, vitabu hivi vipo tayari na muda si mrefu vitaanza kupatikana kwa gharama ya shilingi 20,000 na vitapatikana katika maduka yote ya vitabu nchi nzima. Mheshimiwa Rais, mafanikio mengine ambayo tumeyapata kama chama ni pamoja na kuratibu shughuli za kijamii, ikiwemo uratibu wa mbio za marathon zinazojulikana kama Wakili Marathon, ambazo zilifanyika tarehe 31 mwezi Mei mwaka 2026 na kufanyika kwa mafanikio makubwa sana. Mheshimiwa Rais, penye mafanikio hapakosi changamoto. Miongoni mwa changamoto ambazo zinawakabili mawakili wa serikali ni pamoja na hizi zifuatazo. 1. Ufinyu wa bajeti zinazotengwa kwa ajili ya idara na vitengo vya huduma za kisheria katika taasisi mbalimbali za serikali, hususan katika mamlaka za serikali za mitaa na sekretarieti za mikoa, ambako shughuli zote za uzalishaji mali, biashara, uwekezaji, kilimo, ufugaji na kadhalika hufanyika. Mawakili wa serikali walioko katika halmashauri hizi ni watu wa muhimu sana katika ulinzi wa maslahi ya umma na rasilimali za taifa letu. Hata hivyo, pamoja na ukweli huu, zipo nyakati ambapo mawakili wa serikali hushindwa kutekeleza kwa ufanisi majukumu yao kutokana na ufinyu wa bajeti kwenye vitengo vya huduma za sheria. Hivyo Mheshimiwa Rais, na kwa kadri bajeti itakavyoruhusu, tunakuomba ikupendeze vitengo hivi viongezewe wigo wa kibajeti. Changamoto ya pili, Mheshimiwa Rais, ni kutozingatiwa kwa maelekezo yanayotolewa na serikali kupitia nyaraka mbalimbali, ikiwemo waraka wa idhini ya malipo ya posho na stahiki za mawakili wa serikali
na maafisa wa sheria wanaotekeleza majukumu yao katika wizara, idara zinazojitegemea, taasisi za umma, wakala za serikali na tawala za mikoa na serikali za mitaa, yani TAMISEMI. Kwa mujibu wa waraka huo, kuanzia tarehe 1 Julai 2024, mawakili wa serikali na maafisa sheria wanapaswa kulipwa posho na ada mbalimbali, ikiwemo posho ya vazi maalum kwa mawakili, yani court attire, posho za usaidizi wa pango, ada za chama cha mawakili Tanganyika, ada ya kamishna wa viapo Mahakama Kuu na zile za chini yake, ada za chama cha mawakili wa serikali na posho nyinginezo. Mheshimiwa Rais, pamoja na uwepo wa waraka huo, baadhi ya waajiri bado wamekuwa wazingatii maelekezo haya ya serikali, jambo ambalo wakati mwingine linawavunja moyo na kuwakatisha tamaa askari wa kalamu ambao wamekuwa wakipambana mchana na usiku kutetea maslahi mapana ya taifa letu. Tunaomba mamlaka husika za serikali kuendelea na utekelezaji wa waraka huo kama ilivyoelekezwa. Mheshimiwa Rais, changamoto nyingine ni ukosefu wa uwiano wa fursa za mafunzo unakosababishwa na ukosefu au uhaba wa bajeti katika taasisi mbalimbali za serikali, hususan katika taasisi za serikali ambazo huduma za kisheria sio huduma za msingi, yani core business. Aidha, mawakili wa serikali wanaofanya kazi kwenye taasisi zenye uimara wa kifedha wapo katika nafasi nzuri ya kupata mafunzo ya mara kwa mara ikilinganishwa na mawakili wa serikali walioko katika taasisi zisizo na uimara wa kifedha. Mapendekezo yetu kuhusu utatuzi wa changamoto hii nitayasema baadaye katika risala hii. Mheshimiwa Rais, changamoto ya mwisho ni kuchelewa kwa utekelezaji wa maelekezo ya serikali yaliyoelekeza kwamba chama cha mawakili wa serikali Tanzania kipewe viwanja viwili, kimoja mkoani Dodoma na kingine mkoani Arusha. Juhudi za uongozi wa TPBA kufuatilia utekelezaji wa maelekezo haya bado hazijazaa matunda yoyote mpaka hivi sasa. Mheshimiwa Rais, ili kutatua baadhi ya changamoto zilizobainishwa, hususan changamoto kuhusu mafunzo kwa mawakili wa serikali, na kwa kutambua nafasi na mchango wa mawakili wa serikali hasa katika utekelezaji wa Dira 2050, chama kimependekeza mambo makubwa mawili. Moja, kuanzishwa kwa programu maalum ya kimkakati ya mafunzo ya mara kwa mara kwa mawakili wote wa serikali itakayojikita zaidi katika sekta za mageuzi na kimkakati kama zilivyobainishwa katika sura ya 6 ya Dira ya Maendeleo ya Taifa 2050. Pili, inapendekezwa kwamba programu hiyo ya mafunzo ya kimkakati ya sheria iratibiwe, isimamiwe na kuendeshwa na chama kupitia kituo cha umahiri kisheria, yani Center for Legal Excellence, ambacho mbali na uratibu wa programu za mafunzo ya ndani na nje ya nchi, kituo hicho cha umahiri pia kitaratibu, kitasimamia na kuendesha shughuli zote za utafiti wa kisheria utakaofanywa na chama cha mawakili wa serikali. Mheshimiwa Rais, kutokana na umuhimu wake katika kujenga na kuimarisha uwezo wa kitaaluma wa mawakili wa serikali, na kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, tunakuomba uridhie kwamba programu maalum ya mafunzo ya mawakili wa serikali na kituo cha umahiri kisheria viitwe kwa jina lako, yaani Dr. Samia Suluhu Hassan Strategic Legal Training Program na Dr. Samia Suluhu Hassan Center for Legal Excellence. Mheshimiwa Rais, kama ulivyosikia hapo awali kuhusu kazi kubwa na mafanikio yaliyopatikana kutokana na kazi kubwa na njema ya mawakili wa serikali, na ili kukiwezesha kituo cha umahiri na programu maalum ya mafunzo kufanya kazi kwa tija na ufanisi, kwa unyenyekevu mkubwa tunaomba pia uridhie chama kiwezeshwe kiasi cha fedha cha shilingi bilioni 5 kwa ajili hiyo. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wanachama wote wa Chama cha Mawakili wa Serikali Tanzania, napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru wewe binafsi na serikali yako kwa namna ambavyo mmeendelea kutambua,
kujali na kuthamini mchango na kazi kubwa inayofanywa na mawakili wa serikali, na ndio maana serikali imeendelea kuboresha mishahara, posho na stahili mbalimbali za mawakili wa serikali nchini. Maboresho haya yameanza kwa taasisi chache, lakini tunao uhakika kwamba yataendelea kutekelezwa na taasisi zote za serikali. Mheshimiwa Rais, mwandishi mashuhuri wa vitabu wa Kimarekani Bi Pauline Joyce Meyer aliwahi kusema maneno haya, na nukuu: "Ninaweza nisiwe mahali pale ninapotamani niwe, lakini ninamshukuru Mungu kwamba sipo mahali nilipokuwa." Mheshimiwa Rais, kama mawakili wa serikali Mheshimiwa Rais, kama mawakili wa serikali huenda tungetamani sana kupata zaidi ya hichi tunachokipata, lakini bado tunaendelea kukushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maboresho ambayo yamefanyika na ambayo yanaendelea kufanyika. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, na kwa niaba ya viongozi wote wa Chama cha Mawakili wa Serikali Tanzania, nipende kushukuru sana viongozi wetu ambao wamekuwa pamoja nasi katika safari yote ya mwaka mmoja wa uongozi wetu, na kwa namna ya pekee nitoe shukrani za dhati kwa mlezi wetu Mheshimiwa Hamza Saidi Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, kiongozi makini na mwenye maono makubwa, ambaye kwa kipindi cha mwaka mmoja tuliofanya naye kazi amekuwa mwanga na dira ya uhakika kwetu sisi viongozi, na ametusaidia sana kuongeza ufanisi na tija katika utendaji wetu wa kazi. Mwenyezi Mungu akubariki sana Mheshimiwa Johari. Aidha, nipende kuwashukuru viongozi wafuatao kwa upekee kwa mchango wao mkubwa na muhimu katika ustawi wa chama chetu. Wa kwanza ni Mheshimiwa Samuel Marco Maneno, naibu mwanasheria mkuu wa serikali; ndugu Sylvester Anthony Mwakitalu, mkurugenzi wa mashtaka; ndugu Honorius John Njole, mwandishi mkuu wa sheria; Dr. Ali Posi, wakili mkuu wa serikali; Bi Alice Edward Mtulo, naibu wakili mkuu wa serikali; Bi Bibiana Joseph Kileo, naibu mkurugenzi mkuu wa mashtaka; Bi Neema Ringo, mkurugenzi wa division ya uratibu na ushauri; na ndugu Richard Odongo, mkurugenzi wa huduma za sheria TAMISEMI. Aidha, nipende sana kuishukuru kamati ya maandalizi ya mkutano mkuu chini ya usimamizi wa wakili mwandamizi wa serikali Ladislaus Komanya kwa kazi nzuri walioifanya. Yuko pale. Mheshimiwa Rais, nitakuwa mchoyo wa fadhila na shukrani endapo sitawashukuru viongozi wenzangu wa kitaifa na wawakilishi wa mikoa ambao kwa kipindi cha mwaka mmoja tumeshirikiana bega kwa bega katika kuhakikisha kwamba chama chetu kinapiga hatua na kutimiza malengo yake. Mheshimiwa Rais, viongozi hao wamefanya kazi kubwa na ngumu mchana na usiku, tena bila kuchoka wala kunung'unika. Wakati mwingine tulifanya vikao wakati wa usiku sana. Wakati mwingine tulilazimika kutumia rasilimali zetu kuhakikisha kwamba chama kinapiga hatua. Naomba niwatambue viongozi hawa kwa majina kama ifuatavyo: Wakili Debora Mcharo, makamu wa rais; Wakili Ado Novemba, mwenyekiti; Wakili Celestina Kunambi; Wakili Andrew Kevela na Wakili Rashid Mohamed Said. Katibu wetu na yeye ndiye alikuwa injini ya utendaji kazi wa chama chetu.
Mheshimiwa Rais, kama kiongozi mkuu wa chama sina chochote cha kuwalipa viongozi wao, lakini walau naomba uridhie tuwapigie makofi ya asante na shukurani kwa utumishi wao wa adili katika chama chetu. Mheshimiwa Rais, ninapokwenda kumalizia risala hii, napenda kwa mara nyingine tena kukushukuru sana wewe binafsi kwa upendo na heshima kubwa uliotupatia sisi wanao. Kwa niaba ya wenzangu, Mheshimiwa Rais, napenda kukuhakikishia kwamba tutaendelea kuwa waadilifu, waaminifu na watiifu kwako na kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutaendelea kufanya kazi zetu kwa umakini, bidii, weledi na ubora, huku tukihakikisha ulinzi madhubuti wa maslahi ya umma na rasilimali za taifa letu. Mheshimiwa Rais, nashukuru sana na asanteni sana kunisikiliza.